barabara yetu hii ya kutoka Tanga mpaka Bagamoyo. Daraja hili lina urefu wa mita 525. Kwa hiyo katika miradi ya madaraja yanayoendelea nchini, hili ni daraja la pili kwa ukubwa, ukiacha daraja la Kigongo Busisi lenye urefu wa kilomita 3. Kwa hiyo daraja linalofuatia kwa ukubwa lina urefu wa hizo mita 525. Ujenzi wa mradi huu ulianza tarehe 7 Disemba 2022 na gharama za mradi ni bilioni 82.2, na mradi huu unatekelezwa na kampuni ya Shandong Likwao Group ya kutoka nchini China, na mpaka sasa ujenzi huu umefika 55%, na kwa sababu unahusisha barabara za approach roads ambazo zina jumla kama ya kilomita 25 na ujenzi wa daraja peke yake limefika 38%, na nguzo zote za kushika daraja tunaita foundation piles zote zishakamilika, na kama mnavyoona tunaendelea sasa na ujenzi wa hizo piers, lakini abutment walls na zenyewe ziko katika stage mbalimbali. Kwa hiyo ndio zimefanya hiyo 38.45. Na mkandarasi huyu mwanzoni alikuwa na changamoto mbalimbali ambazo zilipelekea kusimama kwenye mradi, na sasa hivi tumempa wiki 2 toka alivyolipwa fedha zake arudi kazini, na kama tulivyopita njiani tumeona anaendelea na kudamp material kwa ajili ya kuendelea na kipande cha ujenzi wa C1, yani sub base layer. Na tunaishukuru serikali pia kwa kuendelea kumlipa mkandarasi huyu, na tunaamini kwa fedha alizolipwa barabara hii itakamilika kwa wakati. Plani yetu of course muda wake ni mpaka Juni, lakini tunaamini ndani ya miezi 4 kama kweli atafanya kazi usiku na mchana kama alivyoelekezwa na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, tunaamini atakuwa yuko kwenye stage kubwa. Labda kazi zitakazokuwa zimebaki ni ndogo ndogo. Madaraja yote ameshayajenga. Kama tumeona pale nyuma daraja la Kirale liko almost stage za mwisho, na layers zilizobaki ni uwekaji wa tabaka la subbase, yani kuchanganya udongo na cement, afu CRR na lami. Lami yote ipo site. Kokoto kwa ajili ya kuweka lami zote ameshasaga, na material ya CRR yote yapo site mheshimiwa. Na CRR inachanganywa na kwenye plant maalum ambayo ikija tu site ni unaipave tu kama unavyoweka lami. Kwa hiyo haitachukua muda mrefu. Naamini ndani ya miezi 4 kama atafanya kazi usiku na mchana, na kama Mheshimiwa Waziri alivyoahidi kwamba tuendelee kumsimamia kwa karibu, tunaamini atakuwa kwenye stage kubwa. Wakuu wa miradi serikali, sisi serikali inaposhindwa kumlipa kwa wakati, wao huwa wanatudai penalty, na yeye atakapokuwa ameshindwa kukamilisha mradi kwa muda wa miezi 4 iliyopo kwenye mkataba, nyinyi kama serikali na yeye atawafidia. Yes, Mheshimiwa Mwenyekiti, kulingana na mkataba kwamba muda uliopewa mkataba utakapokwisha basi utakuwa unatumikia penalty, na atakuwa anafanya kazi under liquidation, atakuwa akikatwa karibia 0.01 per day ya contract sum yake mpaka pale atakapokamilisha mradi. Kwa hiyo sisi pia tumejipanga kwa hilo, na tushaanza kumpa notice kwamba mradi wako utaisha tarehe hiyo 16 Juni. Kwa kama hutakamilisha basi utaingia kwenye hicho kipengele cha kuwa chini ya penalty. Yeah.